hiki katika hafla hii fupi ambayo ni hafla mahususi ya kilele cha wiki ya mwananchi kimkoa. Tunaamini kabisa kwamba siku ya kesho ndio kilele cha wiki ya wananchi kitaifa. Hivyo basi tumetengeneza utaratibu wa kila mwaka kuja kufanya matukio ya kijamii kwa kujaribu kuungana na jamii, na zile sadaka nyingine tunapenda kurudisha kwa jamii sisi kama wanayanga mkoa wa Arusha. Hivyo basi tumeuiwa kuja kukutana na viongozi wa tawi la Yanga halisi Monduli, wilaya ya Monduli, ili tuungane nao kimkoa kuja kufanya hamasa hii pamoja na sherehe hizi za wiki ya mwananchi kimkoa. Ujumbe na lengo mahususi ambayo tumekuja kulitangaza kwa wananchi wote ni pamoja na kuhamasisha kulipa ada za wanachama na kujisajili kuwa wanachama, kununua bidhaa za wanayanga za klabu ambapo chini ya mdhamini wetu GSM. Kufanya hivi tunanenepesha na tunaongeza thamani ya klabu yetu, kuipa nguvu na kutengeneza taifa letu la Tanzania kupitia klabu yetu ya Yanga, kuwa hakuna klabu ambayo inaweza kuwa na uwezo wa kununua mchezaji wa bilioni something kuendelea, bali ni timu ya wananchi Yanga Sport. Jamani, tawi letu la Yanga ni mfano wa kuigwa. Wenzetu hawawezi hivyo na hawataweza. Sasa kwa nafasi iliyopewa fupi, kutokana na tulikotoka huko na watu wengine wana shughuli, wenzetu wametoka Arusha, nje ya Arusha kuna wengine wanatakiwa pande mabasi ya jioni waende Dar es Salaam kwa shughuli hizi. Hivyo basi nipende kumwambia mratibu dada Kapilima, wananchi wa Monduli na Arusha unavyoona hapa, katika matendo huruma kuanzia walivyoanzia hospitalini, sasa tuko nyumbani kwako, wameweza kukuletea kilo 25 ya mchele, kilo 5 ya nyama, maji, matunda, sabuni kwa wahitaji wale, pamoja na mswaki na dawa yake. Basi ninapenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha katika kituo chetu cha Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, lakini kwa namna pekee nipende kuwapongeza wanayanga. Leo ninashukuru kwamba nimebahatika kukutana na wanayanga. Mimi mwenyewe ni mwanayanga. Lakini kila mkipanga kuja mnanikosa, lakini basi leo nikasema hapana, lazima niwepo. Kwa hiyo mimi napenda sana kuwapongeza wanayanga kwa kuweza kuwafikiria wahitaji, na kila wakati nadhani huu ni kama sio mwaka wa 3, basi ni kama mwaka wa 4. Kuna wakati tulishiriki kwenye harambee, mlishiriki na sisi. Tunawapongeza. Kuna mwana Simba ambaye yuko hapa lakini naona kakaa kimya, lakini nadhani atafikisha salamu zetu. Basi nipende tu kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote, lakini kuwashukuru sana kwa matendo yenu ya huruma ambavyo vitu mmetuletea, na kama alivyododosa mwenzetu hapa, kituo kimekuwa kitegemea ufadhili kutoka nje ya nchi, Ujerumani, lakini kuanzia mwaka 2024 mpaka sasa kituo hakina ufadhili, ambapo tunategemea kwamba ni mfadhili wa kudumu. Hivyo sisi ndugu jamaa na marafiki, lakini kwa namna pekee wanajumuiya wote ambao wanatuzunguka hapa Monduli ndio wamekuwa ndio kimbilio letu, ndio wanaotufanya mpaka sasa hivi tuendelee kutoa huduma hizi hapa kituoni. Ni kwamba bila nyinyi sisi hatuwezi kitu. Kwa hiyo mnavyokuja hapa, mnavyotupa chakula, inasaidia sana katika uendelevu wa kituo hiki. Kama mnavyoona, tunajua kwamba kuna changamoto kwamba tunapokea watoto wengi kutoka vijijini. Wengine kwa kweli kuchangia imekuwa ni changamoto, lakini tunavyopata mahitaji ya chakula, nadhani kila mtu hawezi kuishi bila chakula. Kwa hiyo tunavyopata mahitaji ya chakula, sisi kwa upande wetu kama management inatusaidia sana katika uendeshaji wa kituo, lakini pia inawasaidia kwa wengine ambao wanakuja
wana uhitaji wa kupata huduma, lakini kama hakuna mchango anaochangia, akipata chakula sisi tunampa huduma hata bure. Wenyewe hapa ni mashahidi, nadhani mkiwauliza watawaambia. Tunapata nguvu wapi au ujasiri wa kuendelea kutoa huduma? Ni kwa sababu tunajua chakula kipo. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana kwa matendo yenu haya, lakini tunawaombea na tunajua tena mwakani tena. Asanteni sana.